tupo na Princess Gianna na tazungumza naye vitu vingi hapa na timu nzima ambayo amekuja nayo siku ya leo. Ikiwa leo ni special Friday ya Top Music na ikiwa ni Septemba 12 mwaka 2025. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tutakuja kuvifahamu timu hii mpaka pale baadaye tutakapokwenda kuambia bye bye. Na leo for the first time itakwenda kusikika track yake hapa, na unaweza ukatuambia namna gani ambavyo umeweza kuenjoy nayo, na kubwa zaidi ni kuendelea kwenda pale YouTube kuisikiliza na kuitazama track ambayo itakwenda kutambulishwa siku hii ya leo, pamoja na tracks nyinginezo ambazo tutakwenda kukutana nazo pale. Nikapitia na marudio ya nyimbo zangu. Ilipofika siku nikaenda kurekodi. Unatamani siku moja kuwa ni mwimbaji wa nyimbo za injili wa viwango gani? Yaani kuwa mwimbaji wa nyimbo za injili. Tunajua kuna waimbaji wengi wa nyimbo za injili ambao unawafuatilia, unawasikiliza na unawatazama pia. Wewe unatamani Mungu akupeleke kwenye level zipi kupitia huduma ya uimbaji? Nifikie kwenye ndoto yangu ya kuimba na niwe maarufu zaidi. Okay. Na ni waimbaji gani ambao unapenda sana kuwatazama na kusikiliza kazi zao? Godfrey Steven, Azmuhando, Rehema Simfukwe, hao. Ni hao tu. Kwa nini hao? Napenda nyimbo zao. Unapenda nyimbo zao. Sawa. Na kwenye upande wa watoto kuna mwimbaji gani mtoto ambaye unampenda pia? Mtoto? Yaani mwenye umri kama wako hivi. Kuna kundi moja ya watoto wanaimba watoto ni zawadi. Naipenda. Okay. Inaitwaje? Inaitwaje kundi? Sijui jina. Sawa. Basi. Sawa. Na vipi sasa mbali na Uncle Sammy kuwa ana push kipawa ambacho uko nacho, vipi kwa baba mama na pia amefanyika msaada kwa namna gani kwenye career yako wewe bana? Wananiachia muda na nafasi ya kupumzika na kuandika nyimbo zangu. Okay. Na kunisaidia kutunga. Kwa hiyo unaandika mwenyewe lakini pia natafuta maneno. Kisha mama akitaka kuongeza au ananipa masahihisho. Ananiambia tunatengeneza biti pamoja. Wewe Wewe tayari. Sawa. Sasa Uncle Sammy, ndio kaka. Tunaona binti huyo hapo. Ndio. Binti ambaye kwanza yuko na confidence sana, right? Anajiamini. Kamzidi mpaka mwalimu wake hapo. Yuko vizuri. Tetereki sana. Ina maana kuna kitu kikubwa sana kipo hapo na vingi vizuri tunaamini kwamba vinakwenda kutokea. Amina. Kwenye hii track ya Tukiwa na Yesu, ndio, ni kazi ambayo project mpaka inakamilika na mpaka mnakwenda ku-release ilichukua muda gani? Of course kwenye kipindi cha muda, kwa sababu ni huyu binti bwana Mungu kamjalia sana. Mimi kile ninapokuwa nakutana naye, nipata nafasi ya kukutana naye kwamba kushughulikia mambo yetu ya muziki, huwa anakuja na idea zake. Naweza kuwa labda mimi nimeandaa, natamani nije nimpatie, lakini kwanza huwa naanza nampa kama vile mtego. Na mtega kwa naambia vipi tuna nyimbo yoyote, ananiambia ipo, imba, anaimba. Kwa naona kwamba kwa sababu kwenye nyimbo wengi wanasema kwamba idea ile ndio inakuwa changamoto, kwa lakini binti yetu katika masuala ya idea iko vizuri sana. Kwa hapo anapokuja sasa tunaongezea minyama tu. Okay. Kwa katika kile ambacho hata katika hii nyimbo ambayo Tukiwa na Yesu pia kuna vitu ambavyo pia alivianzisha, lakini sisi katika kuvianzisha tukaongezea vidogo. Na kuna nyimbo zingine ndio taratibu umekuwa hivyo, tumekuwa tukimuongezea vitu vichache sana, lakini vingi anakuwa anafanya yeye mwenyewe. Sawa, tunataka kusikilize kazi ya kwake Princess Gianna na inaitwa Tukiwa na Yesu. Tukirudi hapa tutaendelea kupiga story mpaka pale baadaye tena 10 kamili. Jioni leo ndipo ambapo tunakwenda
kusign out. Imadik tulipo hapa, yupo hapa Bonge Mtoto, yupo Uncle Sammy, yupo Princess Gianna na timu nzima tupo hapa. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka pale tutakapokuambia bye bye. Hii for the first time inasikika on your radio right now, inaitwa Tukiwa na Yesu, project ya kwake Princess Gianna. Inasikika time hii na una kila sababu ya kuendelea kuirequest kupitia vipindi tofauti ndani ya Top Radio, lakini pia baadaye pale tutuambia namna gani ambavyo tunaweza kwenda kuipata kupitia mitandao. YouTube tunaipateje, kwenye platform nyinginezo tunaipateje. Yote hayo majibu yatakwenda kusikika mchana wa hii leo. Endelea kuenjoy. Bana, hii ni project ambayo tunaweza kuipata kwa namna gani? Kwenye digital platforms. Inapatikana kwenye mitandao yote ambayo kama ni tunazungumzia YouTube. YouTube ndio ambako unaweza ukaipata kwa uzuri na ukaweza kuidownload na ukaipata bure kabisa, lakini ukiingia pia kwenye akaunti zake mwenye, tunazungumzia Facebook, tunazungumzia Instagram, tunazungumzia TikTok, ukiandika Princess Gianna unakuwa unampata na nyimbo hizo unaweza ukashare pia ukafanya challenge. Tutafurahi pia kuweza pia kuona challenge yako kwa wewe ambaye ni miongoni mwa TikToker ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana katika mitandao ya TikTok huko. Okay. Ndio. Na vipi kuhusu mipango ya projects nyinginezo kwa hivi karibuni? Hivi karibuni ni siku kama 2-3 hivi, kwa sababu katikati hapa kuna project moja ambayo tuko nayo, tunaisikilizisha, kuna mchongo tunausikilizia wa tuzo. Kwa hiyo tunataka pia kuweza kutoa zawadi tarehe 3 mwezi wa 10. Kuna nyimbo mpya ambayo tunakwenda kuiachia ambayo itakuwa ni zawadi. Tunaamini kwamba Mungu katika tuzo ambayo tunawania Mungu atatupatia. Kwa hiyo tunamwamini Mungu, na siku hiyo ndio itakuwa siku ambayo tumepanga kuweza kuachia ama kutambulisha nyimbo nyingine mpya kwa wapenzi wa muziki wetu. Sawa. Umegusia kuhusiana na tuzo, na tuzo tunazungumzia Morogoro Gospel Music Awards. Ndio. MGMA. Ndio. Ambazo wiki kadhaa tulizizungumza sisi hapa na tukataja category tofauti na bahati nzuri kwenye hizi wiki mbili kwenye wale waimbaji ambao wamekuwa nominated, Princess Gianna, hii imekuwa ni surprise by the way. Hapa ndio kuja kutambua kwamba binti kumbe naye yupo, kwa sababu hatukuweza kuzipitia zote. Ni namna gani kwanza ambavyo mmeweza kupokea binti kuwa ni moja kati ya sehemu ya watu ambao wamekuwa nominated kwenye zile tuzo? Mimi nimefurahi, lakini pia nadhani mwenyewe binti atakuwa kafurahi zaidi. Labda tumsikie alijisikiaje. Princess, nikupe kitu kimoja aongee, alafu unipe nafasi sasa nikusimulie kisa kimoja cha kwake. Okay. Hivi ulijisikiaje kuambia kwamba sasa Princess Gianna wewe ni moja kati ya washiriki wa tuzo za Morogoro Gospel Music Awards? Nilisikia vizuri sana. Vizuri sana. Nilikuwa na furaha. Ulikuwa wapi wakati huo unapata hizo taarifa? Nyumbani. Ulikuwa nyumbani. Of course walimu wake ni watu mmoja, watu ambao pia walikuwa wakizifuatilia, walimuona wakamuita. Walikuita ulipokuwa shule, ulikuwa darasani. Wakwambiaje? Wakaniuliza, have you contested in these awards? Yes. Kwa walimu wenyewe pia walishangaa kwamba unakaa binti yetu huyo, wakati wamuona akabidi wamtafuta muite, bwana huyu tumemuona, huyu ni wewe, kwamba umeingiaje huko? Ni mimi. Kwa ni mmoja watu ambao pia naamini walifurahi sana walimu wake, lakini watu wote ambao waliweza kupokea taarifa hiyo. Taarifa nyingine nikapokea kutoka kwa mzazi wake. Kaniambia tulipompatia habari Gianna kwamba amechaguliwa kwenye tuzo, sababu taarifa huwa zinaanzia kwa wazazi. Wanasema labda wenda yeye mwenyewe hakujua. Walipopata taarifa, walipomchungulia, jamani mwiteni bora aitiki, wakamkuta kapiga magoti anaomba, anamshukuru Mungu.
kwa kile ambacho kimekwenda kutokea. Yes, ni moja ya binti ambayo anampenda Mungu sana na kila kitu anamtanguliza Mungu kwanza. Alienda akamshukuru Mungu. Akamshukuru Mungu kwa hili jambo, kwa hatua ambayo pia kaweza kuifikia. Kwa hiyo mimi nilifurahi nilipopokea taarifa kama mwalimu anasema kumbe mwanafunzi wangu yuko vizuri, anaanza na Mungu, kila kitu anaanza na Mungu. Kabisa. Na mimi tumefika hapa pia tutapata upako wa apostle pia. Getini au tutaondoka na vifaa vya kiroho safi kabisa. Yeah. Sasa namna gani ambavyo yule ambaye anatusikiliza muda huu anaweza akampigia kura, kwa sababu tunaamini kwamba bado siku bado zipo mpaka tarehe 3, bado tunao mwezi wa 9 wote bado tuko nao. Namna gani ambavyo msikilizaji anaweza akampigia kura Princess Gianna kuwa ni moja kati ya watu ambao watakwenda kuondoka na tuzo kwenye ile siku ya tarehe 3 mwezi wa 10. Sawa, ima bwana, moja ya vitu ambavyo pia wasikilizaji watambue kwamba muda umeisha. Mwisho wa kupiga kura tarehe 15. Tunazungumzia Jumatatu. Jumatatu ya kesho kutwa tu. Kwa hiyo kwa msikilizaji ambaye anakuwa ana simu kubwa smartphone, ni wakati mzuri sasa kuweza kusikiliza anamsupportije binti yetu huyu katika swala hili, kwamba ikiwezekana afanye leo ambako binti mwenyewe natamani mpe nafasi aweze kuelezea. Kuna namba ambayo ataitaja mwenyewe, alafu utaisave, utaenda kwenye upande wa kutuma message kwa njia ya WhatsApp, maana utaitafuta namba ili uone WhatsApp lazima uisave. Kwa hiyo ukishaipata kule utaandika tu kodi yake mwenyewe ambaye atahitaji hapo au jina lake, tumia Gianna Eric. Karibu sana binti, sasa utuelekeze sasa, wengine tuna simu zetu hapa, tunataka tukupigie kura, tunafanya nini? Namna gani tunaweza kukupigia kura sasa? Yaani mimi hapa ngoja kwanza hapa tufanye jambo hapa. Uende kwenye uwanja. Tufanye jambo moja hapa. Namna gani ambavyo tunaweza kupigia kura kwenye tuzo ambazo wewe umekuwa ni nominated. Kwanza una save hii namba kwenye WhatsApp. Namba ni 07 93 54 41 95. Rudia. 07 93 54 41 95. Baada ya hapo unatuma jina langu, unaisave. Unaisave hiyo namba. Unaisave. Unaandika Gianna Eric au kodi yako BEA 025. Taja kodi tena. BEA 025. 025. Hiyo ni kodi yako hiyo ya kupigia kura. Ndio. Unaweza ukarudia tena ili yule ambaye iliweza kumpita aweze kupata nafasi ya kuweza kupigia kura. Unaweza kurejea namba alafu na kodi za kwako. Namba zile ambazo mtu anapaswa kuweza kupiga kura za WhatsApp alafu na kodi yako tena. Namba ni 07 93 54 41 95. Na kodi yangu ni BEA 025. 025. Au jina. Gianna Eric. Yes, bana, hizo ni namba ambazo hiyo ni kodi ya namna ya kuweza kumpigia kura binti yetu hapa kwenye tuzo za muziki wa Injili mkoani Morogoro ambazo zinakwenda kutolewa tarehe 3 ya mwezi wa 10, na mwisho wa kupiga kura ni tarehe 15, itakuwa ni Jumatatu ya wiki ijayo. Bana, chochote cha kushare na msikilizaji ambaye anasikiliza saa hii ili tuweze kufunga hapa watu habari na waweze kuwaonyesha. Chochote kile cha kushare na msikilizaji wa Top Radio Mkosami. Okay. Mimi nadhani pia waendelee kutuunga mkono tu kwa kutembelea akaunti zetu, kama ni Facebook andika Princess Gianna, lakini kama ni Instagram andika Princess Gianna, utakuta habari zake nyingi na vitu vingi ambavyo anakuwa anavifanya
hata interview nzima hii ambayo tumeweza kuifanya leo Top Radio utaipata huko. Kwa hiyo ni sehemu nzuri Instagram, pia YouTube kule na penyewe ni vizuri kuweza kufuatilia, lakini unaweza kusubscribe YouTube ya kwetu kwa jina la Princess Gianna, ili tunapokuwa tunaweka nyimbo mpya unakuwa mtu wa kwanza endapo kama utakuwa umesubscribe na kubonyeza kikengele kile, kwa unakuwa unapewa taarifa. Tuombe tufanye hivyo, lakini kwa upande mwingine ni washukuru sana wote ambao wameweza kupokea kazi zetu, wamekuwa wakishare kazi zetu kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia ni washukuru Top Radio kwa kuweza kutupokea, kutupa mwaliko mkubwa kabisa. Kwetu sisi ni heshima kubwa, tunashinda tukueleza kwa jinsi gani tumeweza kubarikiwa sana, lakini pia tuwashukuru ambao wameweza kutusupport, kutusindikiza. Tumekuja na director wetu, anaitwa Director Isa, pia mmoja ya madirector ambao wanafanya vizuri sana katika muziki wa nyimbo za Injili Tanzania na Morogoro. Hapo wategemee pia video nzuri, na tumesindikizwa pia na mpambe wa mwimbaji pia anaitwa nani dada? Aitwa Christina. Yes, Christina, barikiwe sana. Lakini pia niwashukuru pia Ima Digital, niwashukuru pia Bonge Mtoto, mmoja marafiki zangu ambao mimi najivunia sana uwepo wao. Lakini pia kuna mtu ambaye anaweza akawa anahitaji labda kwa chochote kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na Princess hapa, anaweza kutumia pia mawasiliano ya mwalimu amempata. Ukimpata mwalimu umempata mwanafunzi. Yes, ni 0627 40 50 02 06 27 40 50 02. Basi kwa maoni ukuje, huyu bado anakuwa anajifunza. Kuna hizo namba amestaja kichwani. Mimi kwa hizo namba ukiniambia nizitaje kichwani siwezi. Mimi hata kodi yake mimi najua ni 25. Si nini 25 nini? 25. Mimi najua 25 tu. Kwa hiyo yuko tayari kwa ajili ya kujifunza. Kuna mtu ana maoni kwa ajili ya kumsaidia, kumjenga, kusupport. Basi tuwakaribishe sana. Tuwashukuru sana Top Radio. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana sana sana. Chochote cha kuzungumza? Mshukuru baba, mama, familia, teachers. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa baraka ya kipaji hiki. Amen. Kisha nashukuru wazazi wangu, hasa mama yangu. Namshukuru na mwalimu wangu. Amen. Asante. Na shangazi yangu hapo. Mungu atabariki sana. Mungu awabariki sana. Karibuni sana sana sana, hapa ni nyumbani. Asante sana. Mungu awabariki sana. Amen.